mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mwenyezi Mungu, kwa mara tena twaja kusema ni asanti, ni kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru kwa sababu ya safari ya asubuhi ambao Kristo Mfalme umetusafirisha hadi kwa chumba cha kuhifadhi maiti. Baadaye tukiweza kuyafanya yote kwa mapenzi yako Baba mwema. Licha ya kwamba katika safari hakukosi changamoto, Baba mwema umeweza kutusaidisha na hatimaye changamoto zile ukaweza kuzitekeleza kwa njia ifaayo. Tunakushukuru kwa ajili ya safari kutoka Naivasha hadi hapa. Tunakualika kwa mwaliko wa kipekee kwa ajili ya ibada hii ya misa, Baba mwema, ya kuwasindikisha walioenda zao. Waandae Baba mwema. Tunakuomba kwa ajili ya yote yatakayoendelea katika kikao hiki, ushuke utamalaki. Pea familia faraja kuu itokao kwako, jamii kwa ujumla, kanisa, marafiki na hata wote ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi na kumsindikisha mwenda zake. Wape nguvu ili wastahimili wakati huu mzito, ewe Kristo Mfalme. Tunaweka yote yatakayoendelea hapa. Mnenaji atakayenena katika kikao hiki, Baba mwema, mpe busara ya kunena na watu wako. Neno lako litakapokuwa likikaliliwa na kwa watu wako na mchungaji, Baba mwema, wafanye wawe wasikifu ili likaweze kuwaondoa katika utumwani wa dhambi. Baba mwema, ukifanya hivyo, sifa na utukufu zitatapa tukurudia. Baba mwema, tukikamilisha hili jambo, ukitulinda na kutuongoza, tutasema wewe niendeleza. Tupe anga njema, tushushie anga liwe ni anga la kuweza kuaga waliotuacha. Baba mwema, ili sherehe ya hao wawili, Baba mwema, ikaweze kufanikishwa. Na ni katika jina safi la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunataka kutoa miili na pia nataka kutangaza kwa wale ambao wamekuja wageni, jisikieni nyumbani katika sehemu hii ya Manyata. Jiografia ya hapa, tufunguliwe miili itolewe. Mtasimamia. Twende msalaba huko wapi? Nipige Mchuko mmoja shike. Asante safari. Twende safari. Twende pole pole. Tuanze kushusha zile pamoja. Asante baba wangu. Ni nani mama wake?
Tupate vijana tafadhali waje watubebee hii hema. Ihame ikuje hapa hivi. Vijana na nyinyi muende hivi. Tutembee hivi na tuingie pale hivi. Hapa tunaweka hema. Tutoke hapo vijana. Jeshi ya mzee Joni. Tuame. Shika chuma. Tutoke hapa. Siapa kurai no dui kahita kan itu gela tumira habis todo matikire kunenne nei dari aku ora bisa na kamuira ko da ke to kura dore kanuo ba kura dore ku mo ko asumara horwa bisa mabe makuhereria mo hore teo aya marumiro ni ciana ciake Kai ciana ciake. Ni maraigua mekofanya tayo. Itu ni kuku. Aya, kihure akio meho. Fanya hivi Familia Jabi ni otwetereire. Na tukihura geo, robe na familia yake mehariria. Ni tondu nio marabuata mbica iyo. Ya, Gatoni ni wewetereirwe ha. Naka ni kuhurwo, roke na family yake. Na tukihurage yo hena ngere na family yake. Uguo nio maracoka. Family yaku iha. Family. Nayo ngere na family yake meharagiria. Negere na family yake. Na kuma hau tuguthie mbica ya gicanga. Yo negere na family yake. Metiari. Iko na Jabi meha. Iko na Jabi. Nake gicanga kuhagiririe. Na kuma huto gucoka ya Gathoni na family yake. Ngere iyo ni hurwo. Aya. Gicanga ha. Ura hure yo. Ndi na mathabu maingi. Gathoni na family yake meciari. Gathoni na family yake. Na kuma Gathoni na family yake tuguthie nyoka na family yake. Vijana kualibieni hapa vijana. Nyoka na family yake. Jongeni hapa. Nyoka na family yake. Sijui. Kumba hau togo dieto tutu tuanyi na waro ke. Tutu ni alia metaga
Hilo ni ngumu kupata sasa. Sasa hivi inafika. Aria metanaga cucu. Nyuma picha ile. Kuko picha. Ngoja kwanza tubadilishe hii kidogo. Wacha hii. Wacha picha tupige hii alafu muingie. Haya, urai hiyo. Mzee. Haya mzee. Sawa, akikorwo ni kure kile kile kitatu kurege kwa mareta. Ni hivi, tokea ni hivi. Sikia sawa. Hao ndio wanamuita Jojo, alafu wafuatiwe na wale wengine ambao wanamuita mama mara ya pili ama vitukuu. Sosokoro. Ikana kwa hau. Yote ambaye anaitwa Wamboi akuwe hapa. Haya, anaangalia watu kwa mekimbia. Yote ambaye anaitwa Wamboi, hiyo picha ni yao. Alafu ifuatiliwe na huyu ambaye anaitwa Josephine Wagathoni. Josephine Wagathoni ni mgani huyo? Alafu itafuatiwa na ya Wamboi wa Jambi na familia yake. Wamboi wa Jambi na familia yake. Alafu hiyo itafuatiwa na Gathoni wa Jambi na familia yake. Hiyo ni ya Wamboi na Jambi, Wamboi wa Jambi na familia yake. Alafu Gathoni wa Jambi na familia yake. Gathoni wa Jambi na familia yake. Usione wewe wiki. Sawa. Alafu itafuatiwa na Mang'ara na wa Jambi na familia yake. Sawa. Mang'ara. Pana ile. Yo era fuata. Baria wasekea. Ndio hapa. Haya, ikiwa na familia ya Benipere. Hapo kama tayari access haraka. Familia Benipere. Benipera. Familia Gisaga Wakaba. Ye familia no ya. Adwa ya Kaba. Wale tu familia Gisaga meha. Familia ya Kaba. Hiyo familia iko wapi ama kuna? Asi wakene behara gerie. Baria brofe. Age tiha. Haya. Kemoka na maroka. Wengine wanakuja. Haya, Acha na familia ya Gisaga. hakuna mtu. Akaba. Alafu chama Sawa, hiyo negri hure. Nigetha baria rofe igire agitiha. Familia ya rofe ambao ni wagitiha. Haya, aria mahuro makehera nigetha tukona padi. Familia ya rofe wagitiha emeha. Haya, kayo haraka kasi. sawa. Kuma hau ni familia ya Sitiria. Nefuatu ni atu akinari. Familia ya Sitiria ifuatiwe na watu ya Kinari. Watu ya Kinari mjiandae, sawa ndio hiyo picha yenye inarudi ni yenu. Haya. Watu ya Kinari wako wapi? Watu ya Kinari magioka. Nao na Kemiri wa Kangu. Sio ni yake, wewe kumfuata. Orai inaenda tu. Kwa munda. Haya, Miri wa Kangu.
Miri Wakango. Miri Wakango hapo wapi? Alafu ifuatiwe na watu ya Orkalau 7. Miri Wakango ni ulipo. Haya, ikareka kufani yao. Sasa wahera ini muhuriko. Atu Orkalau 7. Atau awal kalau hari amat kini terdekat itu kahur hari amat kini terdekat lah. Itu tidak. Ayah, boleh yo. Ayah. Allah buat diri lawat ya endure. Ayah, aduh jolet. Kan kamera itu tak tuh deh. Asyik lihat tuh air jolet. Alat cuma untuk tiga. Oh, change kamera. Cuma air jolet. Ada lagi. Bisa cuma air jolet. Ahora ya bisa cuma air jolet. Dia merahura. Así lo hago ya bisa cuma air jolet. Wapuatir roni arata arehema. Moei. Esho koni arata arehema. Haya, marafiki kutoka rehema waingie pale panalioni yao. Imepigwa. Basi hao wenye wanapigwa picha ni marafiki wa rehema, alafu wafuatiwe na kanisa la Hill Gospel. Kanisa la Hill Gospel wangekuwa wamejiandaa, nafasi hiyo ni yao, alafu Hill Gospel ndio wanapigwa, alafu watafuatiwa na Selina, hapo wapi hii Selina? Watu wa Turaga wako wapi? Wafuatiwe na picha ya watu ya soko. Turaga. Watu wa Turaga wako wapi? Haya, watu ya soko muingie haraka. Haya, hiyo watu ya soko waingie, hiyo imeisha. Alafu wafuatiwe na watu ya Kamba. Andũ a soko mũtikĩingĩrange, na nĩ nyũmũgirĩtie andũ a Kamba maingĩre, ndĩrona metiarĩ. Haya, watu ya soko ndio hao watatu, pigeni kama kuna wengine. Watu ya Kamba waingie, alafu ifuatiwe na watu wa Longai. Watu ya Kamba wako wapi? Na watu wa Longai mjitayarishe. Haya, watu wa Kamba nafikiri ndio hao. Sasa mko tayari? Sasa watu ya Longai waingie, alafu ifuatiwe na watu wa Moro. Watu ya Rongai kwa kina Gathoni wako wapi? Watu wa Rongai ndio hao, alafu ifuatiwe na watu wa Moro.
Haya, sawa. Watu wa Moro waingie, alafu wafuatwe na watu wa GECK Utui. Sawa, wao wako chonjo. GECK Utui. Haya, sawa. GECK Utui, na kama hakuna Kiradimo Moro wako wapi? Haya, hao ni Kiradimo. Sawa. Haya, House of Faith wako wapi? Haya, again House of Faith. Gati nafikiri Gati Factory Adwa Gati Estate. Na piga hiyo hata kama ni moja, piga tu usijali. Watu ya Mutothi Kalirana nafikiri zimeisha. Hari Airu anyi na Arobe acio reke moke tafadhali ekoro ya mwisho uguo twetereire andu a Mutothi. Haya, Airu tondu nimarega kumira andu a Gatundu nimakirumirire yo na mbica ni twarikia. Andu a Gatundu nimagiuke. Haya, tuhureni. Basi tuwashukuru kwa sababu ya kipindi hicho cha picha. Tunaingia kipindi kingine cha wanenaji, na mnenaji wa kwanza atakuwa Mary Wakango. Naitwa Mary Mudhoni Wakango. Naongea kwa niaba ya familia. Hawa watu mnaona wamelala hapa ni watu wapenda amani wote wawili, kama mama alivyofunza mtoto wake. Ni wenye upendo wote wawili. Wote wawili pia ni wenye bidii. Kama mlivyoona, mama hata akiwa mkongwe alikuwa anafanya kazi kwa mikono yake mwenyewe, isipokuwa wakati huu amekuja kuwa mgonjwa. Lakini hakupenda kupewa. Alikuwa anaamini kufanya kazi kwa mikono yake miwili. Tena alikuwa ni mama mkalimu. Na kama alikuwa mama mkalimu, alikuwa amewafunza mpaka watoto wake kuwa wakalimu. Wote wawili niliwapenda kwa jambo hili moja. Kama tunavyojua, mtu akija kukuambia nikopeshe pesa ama nini, umkopeshe, atahepa na pesa zako. Hawa wawili vile ninavyowajua hawawezi kamwe kuenda na kitu cha mwenyewe. Mungu awabariki na afanye waende salama. Basi tushukuru sana mnenaji kwa niaba ya familia. Anayekuja kwa ajili ya marafiki anaitwa Cecilia Njeri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Selina Njeri. Sio Cecilia, ndiposa nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo. Bwana asifiwe. Kwa upande ya marafiki, nafikiri mama ni mama yangu, kwa sababu wakati mama walikuwa wanaishi na mama Limuru, tumelewa pamoja tukiwa Naruse. Tumelewa pamoja tukiwa Naruse Jambi. Naruse Jambi. Na penye tumelewa Naruse Jambi alikuwa rafiki yangu sana. Juzi wakati alikuja akiwa mgonjwa kuja huku Limuru,
alikuwa anaambia watoto wake, siku safari ya kwanza tulikuwa tangu agonjeke tumewasiliana na yeye na alikuwa ananipigia simu. Hata wakati alikuja Nazareth Hospital akaambia watoto waniite na akaniita na tukaongea na yeye. Tulikuwa tunapendana sana kama marafiki, na kuna kitu moja nitaongea kuhusu Rusi. Rusi alikuwa mtu mkarimu zaidi, kwa sababu hata ungemkosea yeye kazi yake ni kunyamaza na hata kujibu chochote. Alikuwa na roho safi, mwenye upendo, kwa sababu hata wakati alisidishiwa aliambia watoto wake waniite na wakaniita na nikaenda mahali alikuwa. Na jambo ya kunisangaisa aliniambia, tulikuwa ni dada yangu kabisa, akaniambia, dada yangu tafadhali uwe na uvumilivu, kwa sababu mimi naona kama makao yangu imeandawa na Mungu. Na akaniambia, hebu jitie nguvu na unifungue. Alafu akarudi akaniambia, usiwe na shaka kwa sababu mimi nimejitakasa. Na akanifurahisha sana. Wakati tuliomba na yeye akaniambia, nikamwambia ningependa sana ukae ili nikuonenge. Lakini akaniambia neno moja, akaniambia, tafadhali nimekuacha na ukae kwa amani. Na hiyo siku ilikuwa siku ya Jumatano. Na Bwana apate kuwabariki. Nimefupisha kwa sababu nilikuwa nimepewa dakika 2. Bwana wabariki sana. Nashukuru Selina Njeli. Walikuwa wameandikwa 3 lakini nitapea mwingine mmoja. Jirani Margaret Mwaura. Sifiwe kanisa la Maombolezo. Bwana asifiwe. Nataka kunena. Naitwa Margaret Mwaura. Kwangu ni hapa, na mimi ni jirani wa Shosho, ama Shosho ni mama yangu. Nimemtambua kama mama yangu juu wakati nilikuwa ninakuja hapa kwake, tulikuwa tunanena na yeye na ananifurahisha na ananipea maneno. Na Shosho amekuwa mtu wa baraka kwangu. Hata mimi nikifikiria juu nimemuona akiwa wote kwa moshari, nimeona kuna kitu imenipotelea. Bwana asifiwe. Shukuru sana Margaret Mwaura, jirani wa wenda zake. Tunaingia upande wa kanisa ambaye ni Sara Mudhoni, ataongea kwa niaba ya kanisa. Kwa sikii kama mniambia kwa sababu hao wote ni marafiki zangu, wale siwezi nikasema ni watangu. Shosho wakati alitoka upande wa CG wa Kiambu hivi, alikuja na akaja kanisa kwetu. Na wakati aligojeka akashindwa na kuja kanisa, alikuwa kwa anatafuta tu mtu yule atatuma kanisa na asalimia watu na yani na sadaka yake akapatia mtu. Kurudi kwa mtoto yake tena, wakati alikuja hapa tumekuwa rafiki sana, kwa sababu alikuwa akishindwa na kitu ama asikie ndani yake iko na kitu inamsumbua anakuja kuuliza. Kwa hivyo hata mimi nikujifinyilia tu hata tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Sara Mudhoni kwa niaba ya kanisa. Taongea kwa niaba ya chief. Chief ameniomba nilete pole zake kwa niaba yake na kwa niaba ya ofisi yake. Pili akaniambia angeliweza kuwa pamoja nasi kwa sababu wanapeana chakula cha msaada kwa walioathirika huko Duro. Tatu akasema mjiepushe na maji ambayo yanatambaa katika barabarani. Ukiona maji ni mengi, tafadhali usiwe mtu wa kupitia pale kwa sababu yana madhara mengi. Na basi kwa hayo machache naomba nifikishe ujumbe wa chief hapo.